Miaka 42 ya utawala, nguvu, utajiri, heshima, lakini yote haya yalitoweka katika muda mchache sana. Muammar Gaddafi alijikuta akikimbia kuokoa uhai wake, lakini hakuweza kulifanikisha hilo. Aliuawa mbele ya kamera, akadhalilishwa vibaya na wananchi wake wakafurahia. Ni nani hasa aliyemuua Muammar Gaddafi? Kwa nini wana Libya waliamua kumuua na kumdhalilisha vibaya kiongozi aliyewatoa kwenye dhiki, tabu na mateso? Karibu kwenye kina tukaangaze historia ya Muammar Gaddafi, rais aliyebadilisha mustakabali wa maisha ya Waafrika ndani ya nchi ya Libya. Kiongozi aliyewahi kuitwa mfalme wa Afrika alijikuta akikimbia kuokoa maisha yake, na muda mfupi baadaye akauawa mbele ya kamera. Je, nani alimuua Muammar Gaddafi? Je, walikuwa waasi wa Libya pekee au kulikuwa na mkono wa mataifa makubwa? Leo tutafungua pazia la moja ya vifo vinavyojadiliwa zaidi katika historia ya Afrika. Baada ya miezi kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, siku ya Oktoba 20, 2011, Muammar Gaddafi aliondoka mjini Sirte akiwa kwenye msafara wa magari akijaribu kutoroka. Hata hivyo, msafara huo uligundulika na kushambuliwa kutokea angani. Baada ya shambulio hilo, Gaddafi alijificha karibu na mfereji wa mji Calvat. Muda mfupi baadaye alipatikana na wapiganaji wa Baraza la Mpito la Libya, NTC. Video zilizosambaa duniani zilionyesha akiwa hai, lakini akiwa amejeruhiwa na kuzungukwa na umati. Baadaye siku hiyo alifariki dunia kutokana na majeraha ya risasi yaliyompata wakati wa matukio hayo. Mazingira halisi ya sekunde zake za mwisho yameendelea kujadiliwa, huku ripoti mbalimbali zikitofautiana kuhusu nani hasa aliyetoa risasi ya mwisho kupelekea mauti yake. Lakini swali linalobaki hadi leo ni hili: je, Gaddafi aliuawa wakati wa mapambano au aliuawa baada ya kukamatwa akiwa bado hai? Hili ndio fumbo ambalo limeendelea kuzua mjadala duniani, kila mtu akieleza vile anavyojua. Kwa kifo chake, utawala wa zaidi ya miaka 42 ulihitimishwa. Kwa kifo chake, utawala wa zaidi ya miaka 42 ulihitimishwa. Libya iliingia katika kipindi kipya cha kisiasa, lakini pia ikikabiliwa na migawanyiko na migogoro iliyodumu kwa miaka mingi. Hadi leo wengi bado wanajiuliza kama kuondoka kwa Gaddafi kulileta utulivu uliotarajiwa au kulifungua ukurasa mpya wa machafuko. Wananchi wa Libya wanalia, wanamkumbuka Gaddafi. Ile demokrasia walioinadi sasa imewatokea puani. Ili kuelewa kwa nini Muammar Gaddafi alipokelewa kwa shangwe mwaka 1969, lazima kwanza turudi nyuma kuifahamu Libya ya wakati huo kabla ya utawala wa Gaddafi. Kabla ya Gaddafi kuingia madarakani,
Libya ilikuwa chini ya utawala wa Mfalme Idris wa kwanza. Baada ya kupata uhuru kutoka Italia mwaka 1951, Libya ikawa ufalme wa kikatiba ukiongozwa na Mfalme Idris. Wakati huo, Libya ilikuwa mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani. Sehemu kubwa ya ardhi yake ilikuwa jangwa, na wananchi wengi waliishi kwa ufugaji na kilimo kidogo. Kulikuwa na uhaba wa shule, hospitali na miundombinu. Idadi kubwa ya watu hawakujua kusoma wala kuandika. Kiufupi, nchi ilijaa mambumbumbu wa kutosha. Hakuna aliyekuwa na elimu ya darasa. Wote walikuwa makapuku wa elimu. Mwaka 1959 mafuta yaligunduliwa nchini Libya. Ugunduzi huo ulibadilisha nchi kwa haraka. Kampuni nyingi za mafuta kutoka mataifa ya magharibi ziliingia kuwekeza na mapato ya serikali yakaanza kuongezeka. Lakini licha ya utajiri huo mpya, Walibya wengi hawakuonekana na mabadiliko makubwa katika maisha yao. Wengi waliamini ya kwamba sehemu kubwa ya faida za mafuta zilikuwa zinawanufaisha viongozi wachache, familia ya kifalme na kampuni za kigeni, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kuishi katika umasikini mkubwa uliopitiliza kiasi cha kushindwa kuhadisika. Zaidi ya hayo, Mfalme Idris alionekana kuwa karibu sana na mataifa ya kimagharibi, hasa Marekani na Uingereza. Mataifa hayo yalikuwa na vituo vya kijeshi nchini Libya, jambo ambalo vijana wengi waliona kama kuingiliwa kwa uhuru wa taifa lao wanalolipenda. Miongoni mwa vijana hao alikuwa afisa mdogo wa jeshi aliyeitwa Muammar Gaddafi. Alivutiwa na mawazo ya umoja wa Waarabu na aliamini kwamba Libya ilihitaji kiongozi mpya ambaye angerudisha utajiri wa taifa kwa wananchi wake. Ndani ya jeshi, Gaddafi na wenzake walianza kupanga kwa siri mapinduzi ya kumwondoa Mfalme Idris. Walisubiri kwa miaka kadhaa, wakiamini kuwa wakati sahihi ungefika na mapinduzi kufanyika, kuiokoa jamii kutoka kwenye udhalimu mkubwa wa Mfalme Idris. Na hatimaye alfajir ya tarehe 1 Septemba mwaka 1969, wakati Mfalme Idris akiwa nje ya nchi kwa matibabu, kundi la maafisa vijana wa jeshi lilichukua hatua ambayo ingebadilisha historia ya Libya milele. Lakini swali ni hili: kijana huyu wa miaka 27 aliwezaje kuuangusha ufalme uliokuwa umetawala Libya kwa karibu miongo miwili bila kumwaga damu nyingi? Hilo ndilo tutakalolifuatilia katika sehemu inayofuata. Kila kiongozi mkubwa huwa ana mwanzo, na safari ya Muammar Gaddafi ilianzia mbali kabisa na majumba ya kifalme au miji mikubwa. Ilianza katikati ya jangwa la Libya, mahali ambapo hapakutarajiwa kama siku moja pangeandika historia ya kumzaa shujaa wa Afrika. Mwamba aliandika historia katika kila kona ya kuta za mataifa. Muhammad Abdu Minyar al-Gaddafi alizaliwa tarehe 7 Juni mwaka 1942 katika eneo la Kasri Abduhad karibu na mji wa Sirte nchini Libya. Wakati huo Libya ilikuwa bado chini ya ukoloni wa Italia na maisha ya wananchi wengi yalikuwa magumu. Gaddafi alizaliwa katika familia ya Bedouin, jamii iliyokuwa ikiishi maisha ya kuhamahama jangwani, ikitegemea ufugaji wa ngamia, mbuzi na kondoo. Baba yake Muhammad Abdu Minyar al-Gaddafi alikuwa mfugaji wa kawaida, huku mama yake Aisha bin Niran akihudumia familia katika mazingira ya maisha ya jangwani. Utoto wa Gaddafi ulikuwa unyenyekevu.
alikulia kwenye mahema ya Wabedui, akijifunza mapema nidhamu, uvumilivu na kujitegemea. Maisha haya ya jangwani yalijenga ndani yake imani kwamba Walibya walipaswa kujivunia utamaduni wao na kutotegemea mataifa ya kigeni. Akiwa mtoto, Muammar alianza masomo katika shule ya msingi ya karibu. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya familia na umbali wa shule, safari yake ya elimu haikuwa rahisi. Umbali kutoka mahali alipokuwa anaishi ulichukua siku 2 kwenda shule. Hivyo inasemekana kuna muda ilibidi alale huko huko shuleni. Hakuna aliyejua kuwa alikula nini, aliishi vipi katika mazingira hayo magumu. Licha ya changamoto hizo, alikuwa mwanafunzi mwenye bidii aliyependa kusoma historia, siasa na dini ya Kiislamu. Katika ujana wake, Gaddafi alivutiwa sana na hotuba za Gamal Abdel Nasser, rais wa Misri aliyekuwa akihubiri umoja wa Arabu, kupinga ukoloni na kujitegemea. Mawazo ya Nasri yalimshawishi sana kiasi kwamba alianza kuamini kuwa Libya ilihitaji mapinduzi ya kuondoa mfumo wa kifalme na kuanzisha serikali iliyotumikia wananchi. Alipokuwa katika shule ya sekondari, Gaddafi alianza kushiriki mijadala ya kisiasa na kuhamasisha wenzake kuhusu uhuru wa Afrika na ulimwengu wa Kiarabu. Shughuli hizo zilisababisha wakati mwingine kukumbana na matatizo na viongozi wa shule, lakini haikumzuia kufuata ndoto zake. Baada ya kumaliza masomo ya sekondari, alijiunga na chuo cha kijeshi cha Libya huko Benghazi. Huko ndipo alipoanza safari ambayo baadaye ilimfanya kuwa mmoja wa viongozi waliotawala kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Zaidi ya miaka 42 alikuwa mtawala wa nchi hiyo ya Libya. Lakini kijana huyu wa familia ya kimasikini ya Wabedui aliwezaje, akiwa na umri wa miaka 27 tu, kuipindua serikali ya Mfalme Idris bila vita kubwa? Hilo ndiyo tukio lililobadilisha historia ya Libya milele. Akiwa bado kijana, Muammar Gaddafi hakuwahi kuota kuwa tajiri. Alikuwa na ndoto kubwa zaidi: kuifanya Libya iwe taifa huru, lenye nguvu na lisilotawaliwa na mataifa ya kigeni. Gaddafi alikulia katika namna ambayo aliona tofauti kubwa kati ya utajiri wa Libya na maisha ya wananchi wake. Baada ya kugunduliwa mafuta mwaka 1959, alishangazwa kuona kwamba licha ya utajiri huo, wananchi wengi waliendelea kuishi katika umasikini. Alianza kuamini kuwa tatizo alikuwa ukosefu wa rasilimali, bali namna zilivyokuwa zikisimamiwa. Gaddafi aliamini kwamba Libya ilipaswa kujitawala kikamilifu bila kutegemea Marekani, Uingereza au mataifa mengine ya Magharibi. Ndoto yake ilikuwa kujenga Libya ambayo utajiri wa mafuta unaowanufaisha wananchi wote, elimu na huduma za afya zinapatikana kwa kila mtu. Mataifa ya kigeni hayana vituo vya kijeshi nchini Libya. Libya inakuwa sauti yenye nguvu Afrika na ulimwengu wa Kiarabu. Alipojiunga na chuo cha kijeshi, hakukiona kama sehemu ya kujifunza kupigana tu. Alikiona kama mahali pa kuandaa viongozi ambao wenye uwezo wa kubadilisha nchi. Kwa siri, alianza kukusanya maafisa vijana waliokuwa na maono kama yake. Kundi hilo baadaye lilijulikana kama Free Officers Movement. Kwa miaka kadhaa walipanga kwa utulivu, wakisubiri nafasi ya kutekeleza ndoto yao. Waliamini kuwa mfumo wa kifalme wa Mfalme Idris ulikuwa umefikia mwisho na kwamba Libya ilihitaji uongozi mpya. Hatimaye alfajiri ya tarehe 1 Septemba mwaka 1969, wakati Mfalme Idris akiwa nje ya nchi kwa matibabu, Gaddafi na wenzake walitekeleza mapinduzi yaliyofanikiwa bila
umwagaji wa damu. Akiwa na umri wa miaka 27 tu, Gaddafi aligeuka kutoka afisa mdogo wa jeshi na kuwa kiongozi wa Libya. Lakini baada ya kuingia madarakani, je, Gaddafi alitimiza ndoto zake alizokuwa nazo akiwa kijana, au madaraka yalimgeuza na kuwa kiongozi tofauti kabisa? Hilo ndilo tutakalolichunguza katika sehemu inayofuata. Usiku wa tarehe 31 Agosti mwaka 1969, Libya ilikuwa tulivu. Hakuna aliyedhani kwamba ndani ya saa chache utawala wa kifalme uliodumu karibu miaka 18 ungeanguka bila vita kubwa. Wakati huo Mfalme Idris wa kwanza alikuwa nchini Uturuki akipokea matibabu. Kutokuwepo kwake kuliwapa nafasi maafisa vijana wa jeshi waliokuwa wakiongozwa na Muammar Gaddafi kutekeleza mpango waliokuwa wameuandaa kwa siri miaka kadhaa. Alfajiri ya tarehe 1 Septemba mwaka 1969, vikosi vyao vilianza kuchukua vituo muhimu vya serikali. Walidhibiti makao ya jeshi, vituo vya redio, viwanja vya ndege na ofisi za serikali. Lengo lilikuwa kuhakikisha hakuna upinzani mkubwa kabla habari hajasambaa. Kilichoshangaza wengi ni kwamba mapinduzi haya yalifanikiwa bila umwagaji wa damu mkubwa. Jeshi kubwa halikupambana nao, na serikali ya kifalme ilikosa uwezo wa kuzuia kile kilichokuwa kinaendelea. Baada ya kudhibiti nchi, matangazo ya redio yalitangaza kwamba utawala wa Mfalme Idris ulikuwa umeondolewa na kwamba Libya sasa ilikuwa jamhuri. Wananchi wengi walikusanyika kusikiliza taarifa hiyo kwa mshangao, huku wengine wakishangilia wakiamini kuwa enzi mpya imeanza. Gaddafi akiwa na umri wa miaka 27 tu hakujitangaza mfalme. Badala yake aliongoza baraza la amri ya mapinduzi, Revolutionary Command Council, kundi la maafisa vijana lililochukua uongozi wa nchi. Mara baada ya kuingia madarakani, alianza kutekeleza ahadi zake. Alifunga vituo vya kijeshi vya mataifa ya kigeni nchini Libya. Akaongeza udhibiti wa serikali katika sekta ya mafuta. Hatua hizi zilimletea umaarufu mkubwa ndani ya Libya na sehemu mbalimbali za Afrika. Kwa wengi alikuwa shujaa aliyekomboa Libya kutoka kwenye ushawishi wa mataifa ya kigeni. Lakini kwa wengine, hasa mataifa ya Magharibi, hatua zake zilianza kuzua wasiwasi. Lakini baada ya kushika madaraka, swali lilikuwa moja: je, Gaddafi angeweza kutimiza ahadi zake za kuifanya Libya kuwa taifa lenye ustawi, au mapinduzi hayo yangekuwa mwanzo wa utawala mwingine wa mabavu? Hebu tuangalie mafanikio yake makubwa na changamoto zilizofuata. Baada ya mapinduzi mwaka 1969, Muammar Gaddafi alitangaza kwamba lengo lake halikuwa kubadilisha viongozi tu, bali kubadilisha maisha ya Walibya. Na kwa miaka ya mwanzo ya utawala wake, mabadiliko makubwa yalianza kuonekana. Moja ya hatua zake za kwanza ilikuwa kuongeza udhibiti wa serikali kwenye sekta ya mafuta. Serikali ya Libya ilianza kupata sehemu kubwa zaidi ya mapato ya mafuta na fedha hizo zikaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Gaddafi alipanua elimu ya bure, kuanzisha shule za msingi hadi elimu ya juu. Shule na vyuo vilijengwa katika maeneo mengi, na kiwango cha watu wanaojua kusoma na kuandika kiliongezeka sana ukilinganisha na miaka ya kabla ya mapinduzi. Serikali yake ilijenga hospitali na vituo vya afya katika maeneo mbalimbali. Walibya wengi walipata huduma za matibabu bila kulipia gharama kubwa, na wale waliokuwa wanahitaji matibabu ambayo hayakupatikana nchini waliweza kusaidiwa kwenda kutibiwa nje. Mapato ya mafuta yalitumika kujenga barabara, nyumba, miradi ya umeme na huduma nyingine za msingi. Serikali pia ilianzisha program kuwasaidia wananchi wake kupata kazi. Moja ya miradi iliyojulikana zaidi ilikuwa ni Great Man-Made River Project.
mto uliolenga kusafirisha maji kutoka chini ya jangwa la Sahara kwenda kwenye miji na mashamba. Mradi huu uliitwa na baadhi ya watu kuwa moja ya mafanikio makubwa ya uhandisi barani Afrika. Gaddafi aliwekeza katika ushirikiano wa nchi za Afrika na aliunga mkono miradi ya umoja wa bara. Pia alitoa msaada wa baadhi ya nchi na harakati za ukombozi katika Afrika, jambo lililomfanya apate wafuasi wengi katika sehemu mbalimbali za bara. Katika vipindi tofauti vya utawala wake, mapato ya mafuta yaliwezesha Libya kufikia kiwango kizuri cha maendeleo ya jamii ikilinganishwa na baadhi ya nchi nyingine katika eneo hilo. Hata hivyo, mafanikio hayo yaliambatana pia na changamoto kama utegemezi mkuu wa mafuta na mfumo wa kisiasa uliokosolewa kwa kutoruhusu ushindani wa kisiasa. Hata hivyo, mafanikio hayo yaliambatana pia na changamoto kama utegemezi mkuu wa mafuta na mfumo wa kisiasa uliokosolewa kwa kutoruhusu ushindani wa kisiasa. Lakini kadiri Gaddafi alivyozidi kuimarisha mamlaka yake, ndivyo alivyopata maadui wengi zaidi. Mataifa ya Magharibi yalimtuhumu kwa kuunga mkono makundi yenye silaha, huku ndani ya Libya baadhi ya wananchi wakianza kukosoa namna alivyokuwa akitawala. Je, migogoro hiyo ndiyo iliyoandaa mazingira ya kuanguka kwake? Hilo ndilo tutakaloliona katika sehemu inayofuata. Kadiri Gaddafi alivyozidi kuimarisha Libya, ndivyo alivyozidi kupata maadui. Wengine walimuona kama shujaa wa Afrika na Waarabu, lakini wengine walimuona kama kiongozi hatari aliyekuwa akitishia maslahi yao. Baada ya kuingia madarakani mwaka 1969, alianza kufukuza majeshi ya Marekani na Uingereza yaliyokuwa na vituo nchini Libya. Pia aliongeza udhibiti wa serikali kwenye sekta ya mafuta, hatua iliyopunguza ushawishi wa baadhi ya kampuni za kigeni. Hali hiyo ilizorotesha uhusiano wake na baadhi ya mataifa ya Magharibi. Katikati ya miaka ya 1970 na 1980, Gaddafi aliunga mkono harakati mbalimbali za ukombozi barani Afrika na katika ulimwengu wa Kiarabu. Mataifa ya Magharibi yalimtuhumu pia kwa kuwasaidia makundi yenye silaha katika nchi tofauti, madai ambayo yalizua migogoro mikubwa ya kidiplomasia. Mwaka 1986, uhusiano kati ya Libya na Marekani ulifikia kiwango kibaya zaidi. Baada ya Marekani kuituhumu Libya kuhusika na shambulio la bomu katika klabu ya usiku mjini Berlin, jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo kadhaa nchini Libya. Serikali ya Libya ilikana kuhusika na shambulio hilo. Miaka michache baadaye, tukio la mlipuko wa ndege ya Pan Am Flight 103 juu ya Lockerbie, Scotland mwaka 1988 ilibua mgogoro mwingine mkubwa. Libya ilituhumiwa kuhusika na jambo hilo. Jambo hilo lilisababisha vikwazo vya kimataifa kwa miaka kadhaa. Serikali ya Gaddafi baadaye ilikubali kulipa fidia kwa familia za waathirika, huku ikiendelea kuwa na msimamo tofauti kuhusu baadhi ya vipengele vya tuhuma hizo. Ndani ya Libya, si kila mtu alikuwa ameridhika na utawala wake. Wakosoaji walidai kuwa kulikuwa na ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa, uhuru mdogo wa kujieleza na mamlaka makubwa yalikuwa yamejikita kwa Gaddafi na mfumo wake wa utawala. Katika miaka ya 2000, Gaddafi alijaribu kuboresha uhusiano wake na mataifa ya Magharibi. Libya ilikubali kuachana na programu zake za silaha za maangamizi makubwa, na baadhi ya vikwazo vya kimataifa vikaanza kuondolewa. Wafuasi walichukua silaha na baadaye muungano wa NATO ulianza kufanya mashambulizi ya anga kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa la kulinda raia. Hapo ndipo utawala wa zaidi ya miaka 42 ya Muammar Gaddafi ulianza kuyumba. Lakini nini hasa kilitokea mwaka 2011 hadi kiongozi aliyekuwa ametawala Libya kwa zaidi ya miongo minne akijikuta akikimbia kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine? Tutafuatilia hatua kwa hatua kuanguka kwa utawala
wa Muammar Gaddafi. Mwaka 2011 upepo wa mapinduzi ulianza kuvuma katika ulimwengu wa Kiarabu. Hakuna aliyedhani kwamba ingefikia Libya na kuhitimisha utawala wa miaka 42 ya Muammar Gaddafi. Mwisho wa mwaka 2010 nchini Tunisia, kijana mfanyabiashara aitwaye Mohamed Abdul Aziz alijichoma moto baada ya kudai kunyanyaswa na maafisa wa serikali. Kifo chake kilizua maandamano makubwa yaliyopelekea kuanguka kwa serikali ya Tunisia. Tukio hilo likawa mwanzo wa vurugu lililojulikana duniani kama Arab Spring. Baada ya Tunisia, maandamano yalisambaa hadi Misri, Yemen, Bahrain, Syria na hatimaye Libya. Wananchi walikuwa wakidai mabadiliko ya kisiasa, kupambana na rushwa, ukosefu wa ajira na utawala wa muda mrefu. Nchini Libya, maandamano yalianza tarehe 15 Februari mwaka 2011 katika mji wa Benghazi.